Mtazamo unaowakilisha upumbavu. Leo tunajifunza mtazamo unaowakilisha upumbavu. Ni mtazamo wa marafiki zake watatu wa Ayubu. Ni mtazamo wa marafiki zake watatu wa Ayubu. Inawezekana na mtazamo huo na wewe. Nisikilize vizuri. Mtazamo wa marafiki zake watatu wa Ayubu. Namba 1. Waliamini kwamba wenye haki wa kweli siku zote watafanikiwa, wakati wenye dhambi wote watateseka. Waliamini kwamba wenye haki wa kweli siku zote watafanikiwa, wakati wenye dhambi wakati wote watateseka. Mtazamo wa pili. Waliamini umasikini na mateso siku zote humaanisha hali ya dhambi, wakati ustawi na mafanikio siku zote humaanisha hali ya kuwa na haki. Waliamini umasikini na mateso siku zote humaanisha hali ya dhambi, wakati ustawi na mafanikio siku zote humaanisha hali ya haki. Wapo watu wenye mtazamo wa namna hiyo. Nisikilize. Tunajifunza mtazamo unaowakilisha upumbavu. Wapo watu mbele yako ambao wanapitia mateso katika wokovu, wameokoka. Wapo wachungaji masikini sana wanaopitia shida, wanaopitia tabu na umasikini. Lakini watu wenye mitazamo kama hii wamekuwa wakiwahukumu. Watu wenye mitazamo namna hii mmekuwa mkiwahukumu. Wapo washirika na wewe uko mahali pale unapitia tabu na shida. Ukiangalia maisha yako hujafanya dhambi yoyote, lakini watu na kanisa la kwenu wanakuhukumu. Usizingatie hiyo mitazamo wanayoisema, maana mitazamo hiyo ni ya kipumbavu. Kama unajua una haki mbele za Mungu, endelea kusimama, endelea kumfurahisha Mungu, endelea kukaa kwake. Nisikilize vizuri. Mawazo ya kwamba ya mtazamo ya kwamba wenye haki hawataangamia na waovu wataadhibiwa ni mawazo ya kweli kwa mtazamo wa milele. Mawazo ya mtazamo ya kuwa wenye haki hawataangamia na waovu wataadhibiwa ni ya kweli kwa mtazamo wa milele. Nisikilize, tuko duniani. Yesu mwenyewe alisema duniani mnayo dhiki, lakini mjipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ili watu wengine tunapoyaona matatizo na shida na mateso watu wanayoyapitia, tunaanza kuwahukumu, yamkini yanawezekana huyu ana dhambi. Huo ni mtazamo wa kipumbavu. Nataka niamshe akili yako. Nataka nikuamshe ufahamu wako. Acha kuwahukumu watu wanaopitia shida. Acha kuwahukumu watu wanaopitia mateso na umasikini. Waliookoka ni kikombe tu cha kitambo wamepewa, lakini kwa mtazamo wako umeanza kuwahukumu. Hata wakati wa Ayubu ilikuwa hivi. Marafiki zake watatu na Ayubu walipoona Ayubu anapitia shida, mitazamo yao walipokwenda kwa Ayubu, badala ya kumtia moyo, badala ya kumthamini, wakaanza kumhukumu. Mitazamo yao, mwisho wa hali yao ulionekana ulikuwa ni mtazamo wa kipumbavu. Ngoja nisome Ayubu 42 ule mstari wa 7. Mstari ule wa 7. Ayubu 42 mstari ule wa 7 inasema kwamba basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao marafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyokuwa sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu.
walikuwa na mitazamo hiyo, wakamshambulia Ayubu kwa sababu ya mitazamo hiyo inayowakilisha upumbavu. Na wewe inawezekana una mitazamo ya namna hiyo. Leo nakwambia acha mitazamo ya namna hiyo. Mwachie Mungu watu wanaoteseka. Waache wao wenyewe wasimame na Mungu wao, wala usiwahukumu. Lakini wewe uko mahali wanakuhukumu. Watu wenye mitazamo ya namna hii, unapitia shida, una umasikini, una mateso, wameanza kukuhukumu wewe ni mwenye dhambi. Lakini ukiangalia maisha yako ni mazuri. Ndivyo ilivyokuwa kwa Ayubu alipokutana na watu wenye mitazamo ya namna hiyo. Walianza kumhukumu badala ya kumtia moyo na kumshauri aendelee kumngoja Mungu. Walimvunja moyo. Mitazamo hiyo iliwakilisha upumbavu. Hata na wewe uliye na mtazamo wa namna hiyo juu ya watu wanaopitia mateso, waliookoka, washirika wenzako, kwamba kupitia mateso kuna maanisha dhambi, kupitia shida kuna maanisha dhambi, bado ufahamu wako ni wa kichanga. Kupitia ujumbe huu, Mungu akusaidie sana. Mtazamo wa namna hiyo unawakilisha upumbavu. Mwenye haki kuna wakati anaweza akapitia mateso. Mwenye haki anaweza akapitia shida hapa duniani. Mwenye haki anaweza akapitia hata kuporomoka kama ilivyokuwa kwa Ayubu, ikiwa tu Mungu ameamua kuruhusu jambo hilo limpate. Mungu akusaidie kupitia ujumbe huu mfupi. Nataka nimshukuru Mungu kupitia ujumbe huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wapo watu wenye mitazamo kama hii ya marafiki zake watatu na Ayubu. Tusaidie kupitia ujumbe wa neno lako huu. Kwa njia ya mtandao watakaonitazama, huo ni mtazamo uliowakilisha upumbavu, na hasira yako iliwaka juu ya marafiki zake na Ayubu wakati walipokaa kumshambulia Ayubu kwa maneno mengi na kunena habari zako. Bwana, kumbe mwenye haki anaweza kupitia shida. Hata neno lako linasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humuokoa nayo. Tunahitaji uweza wako na ufahamu wako kutusaidia tuendelee kuishi kwako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa jina langu naitwa mchungaji Andrea Labani Danieli. Namba yangu ya simu 0622888039. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen, amen.